Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya wakati mwingine wa kuwepo kwenye jiji la Moshi na mkoa wa Kilimanjaro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na ninaamini Mungu analo jambo kwa ajili yetu katika hizi siku ambazo tumekwepo Moshi, leo ikiwa ni siku yangu ya mwisho. Mtu wa Mungu wa thamani, ukiniona niko Moshi, usidhani ni rahisi mimi kuwa nje ya kituo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa yale ambayo inabidi yafanyike, ndiyo maana unaniona niko mara kwa mara huku nikisimama na mtumishi wa Mungu katika kile ambacho kiko mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mara ya mwisho nilipokuwepo Moshi, mtanisaidia kidogo kwenye side fields ili msinipe sana hapa side. Bwana Yesu apewe sifa. Tulianza kusema kwa habari ya upendo wa Mungu, na nikaahidi kwamba nitakaporudi tarudi ili tuweze kulimaliza. Na Jumapili ya leo nitajitahidi ili kile ambacho tunasema kwenye ibada ya kwanza tusikiseme kwenye ibada ya pili, tuendelee. Kwa hiyo ukitaka ujumbe mzima lazima ufuatilie ibada zote mbili, hata kama utakuwepo, kwa sababu zitakuwepo kwenye akaunti ya MTBC. Utazifuatilia ili upate kitu kamili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa lolote linalotaka li experience ukuaji usiokata, swala la kufunguka kwenye eneo la upendo wa Mungu ni moja ya mambo ya muhimu sana ndani ya kanisa. Yaani watu wanapokuja katikati yetu, kitu cha kwanza ambacho wanatakiwa kukutana nacho kabla hata hawajakutana na nguvu za Mungu ni wakutane na upendo wa Mungu ulio halisi katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifuatilia huduma ya Yesu Kristo, moja ya vitu ambavyo vilisababisha kiwango kile cha miujiza, kiwango kile cha uponyaji, kiwango kile cha ishara, kiwango kile cha miujiza katika huduma ya Yesu ni kiwango cha, Kiingereza anatumia neno compassion, upendo unaochukua hatua ambao ulikuwepo katika maisha ya Yesu Kristo. Yaani kabla mafuta hayajaachiliwa ili kuweza kuhudumia watu, kwenye Biblia zetu za Kiswahili neno la Mungu linasema akayahurumia makusanyiko. Lakini kwenye Kiingereza anasema he had compassion on the multitudes. Upendo ulimsukuma kwa ajili ya kufanya yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Huduma ya ajabu ya Paulo. Biblia inasema kwamba Paulo anasema upendo wa Mungu unatubidiisha. Kwa kiwango cha bidii ya Mungu katika maisha ya mtu kinategemeana na kiwango cha upendo wake kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo tulionao kwa ajili ya Mungu utajionyesha kwenye kila kitu kingine ambacho tunakifanya. Kiwango cha upendo ambacho tunatembea nacho kwa ajili ya Mungu kitajidhihirisha kwenye kila eneo lingine. Na tuliona kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 3:3, tupite haraka alafu tusonge mbele. Wafalme wa kwanza sura ya 3 na sehemu ya kwanza ule mstari, anasema Sulemani naye, na kama linatumika hili neno naye, walikuwepo wengi kabla yake ambao walikuwa na ushuhuda huu. Kwa hiyo Sulemani naye akaingia kwenye wingu la mashahidi wenye ushuhuda huu. Sulemani naye akampenda Bwana. Ikajulikane kwako kwamba wewe ni mtu unayempenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2, naomba twende pale. Ufunuo sura ya 2. Kanisa la Efeso lilisifiwa vitu vingi, lakini lilionywa kwenye eneo moja. Kuanzia mstari wa 4, nisingependa kurudia kule vile vitu vyote ambavyo kanisa la Efeso
lilisifiwa lina saburi, lilisifiwa lina bidii, lilisifiwa kwamba linajaribu wale wanaojiita mitume lakini sio, lilisifiwa uvumilivu wao, lilisifiwa utumishi wao, lakini alikuwa na neno juu yao. Neno gani alilokuwa nalo juu yao? Wameuacha upendo wa kwanza. Ninajuaje kwamba nimeacha upendo wa kwanza? Naomba nikuulize swali, usinijibu, lakini liwe swali moyoni mwako. Ni muda gani katika siku ambao unautumia na Mungu katika neno lake? Kama haupo, issue ni upendo. Muda gani unautumia katika maombi? Kama haupo, issue ni upendo. Kwa nini una struggle kwenye neno? Kwa nini una struggle kwenye maombi? Kwa nini una struggle kwenye kufunga? Kwa nini una struggle kwenye mikesha binafsi? Kwa nini una struggle kwenye muda wako binafsi na Mungu? Issue ni upendo. Issue ni upendo. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Yaani unaweza ukarudi nyuma ukaona ni wapi, kwa sababu sivyo maisha yako ya wokovu yalivyokuwa. Hukuwa unamtafuta Mungu hivyo, hukuwa unaomba hivyo, hukuwa unasoma neno hivyo, hukuwa unachelewa kanisani hivyo, maisha yako ya utoaji hayakuwa hivyo, maisha yako ya ushuhudiaji hayakuwa hivyo. Wapi ulianguka na kwa nini ulianguka? Nini kiliingia katika maisha yako? Sio kuanguka dhambini, kuanguka toka kwenye upendo. Na ukianguka toka kwenye upendo, kuna vitu vingi sana vinaanza kuathiriwa katika maisha yako, kwa sababu upendo ndo kila kitu. Hebu sema upendo ndo kila kitu. Upendo ndo kila kitu. Yaani kabla hata haijaja huduma, ni upendo tulionao kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Yaani kiwango chako cha leo sio kile ambacho ulikuwa nacho. Kiwango chako cha leo sio kile ulichokuwa nacho. Alafu anasema ukatubu, badilisha namna unavyofikiri, ukayafanye matendo ya kwanza. Moja ya kitu kuhusu upendo, kwa kadiri unavyowekeza katika kitu ndivyo unavyokipenda. Unavyowekeza muda wako kwa Mungu, unavyowekeza vipawa na talanta zako kwa Mungu, unavyowekeza mali yako na fedha yako kwa Mungu, lazima moyo wako utavutwa kumpenda Mungu. Kumbuka ushuhuda wa Suleiman. Suleiman naye akampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. MTBC Moshi, MTBC Kilimanjaro, MTBC nchi nzima, hii huduma kwa ujumla, watu wakija katikati yetu, kitu cha kwanza wakutane nacho, wakutane na upendo. Mungu hana upendo. Mungu ni upendo. Hatuwezi tukasema tuna Mungu alafu hatuna upendo. Hiyo hesabu haipigiki, kwa sababu yeye ni upendo. Kama yuko katikati yetu, upendo utakuwepo katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo ni kitu cha pekee ambacho huwezi kukifeki. Huwezi kufeki upendo. Au upo au haupo. Alafu tukasema kwamba kwa nini tunataka tuangalie kuhusu upendo. Kuna mambo kama 10 hivi. Kuna mambo kama 10 hivi. Bishop uliniambia saa ngapi? Saa 3:30. Amen. Wakorintho wa kwanza 13:13. Jambo la kwanza, kwa nini upendo? Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 13. Basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Haya matatu. Anasema na katika hayo lililo kuu ni upendo. Kiingereza anasema the greatest. Kuna tafsiri nyingine anasema the principle.
Kuna tafsiri nyingine inasema the foundational, yani lililo kuu, la msingi na la muhimu ni upendo. Na ukitulia katika ile andiko na kutafakari, kama anasema lililo kuu ni upendo, tukifulia tu katika upendo, tumaini litapata shida, imani itapata shida. Warumi sura ya 5 na mstari wa 5 anasema kwamba tumaini halitaharakishi, haliaibishi, halikatishi tamaa. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu pendo la Mungu limemiminwa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama pendo la Mungu halimiminwi, tumaini litataharakisha. Tumaini litataharakisha. Kwa hiyo kinachofanya tumaini liweze kuwa na matokeo, kinachofanya imani iweze kuwa na matokeo ni upendo. Na kwenye maisha haya ukipoteza tumaini, unajua umepoteza kila kitu. Kwenye maisha haya usipokuwa na imani, maana Biblia inasema kwenye Habakuki 2:4 anasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Sasa katika hivyo vitatu unaambiwa lililo kuu ni upendo, lililo la kwanza ni upendo, lililo la muhimu ni upendo. Sasa kama upendo haupo, tumaini litakuwepo vipi? Kama upendo haupo, imani itakuwepo vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lililo la muhimu, kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Mungu anakiangalia anapokuja katikati yetu na kutuonja. Sasa Mungu anaweza kaweka kidole kwenye kanisa akaonja ladha yetu. Kusipokuwa na upendo, ladha imeharibika. Unajua kwenye chakula haijalishi unaweka viungo gani vingine, chumvi ukiacha chakula hakina ladha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo upendo ndio unaotia ladha. Amen. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza lifahamu. Katika ndoa, katika familia, kwenye urafiki wowote, kwenye ushirika wowote, kwenye umoja wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye muungano wowote. Yani tukirudi kwenye kawaida, kwenye nchi ya kwetu ya Tanzania, ili muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar hudumu, lazima kuwe na upendo kati ya watu hawa. Na chochote kile ambacho kinatishia upendo kati ya watu hawa, lazima kuwe na namna ambavyo kinashughulikiwa, na lazima kanisa tujue jinsi ya kuomba ili kuwe na upendo kati ya Watanganyika na Wazanzibari. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukishaondoa hivyo, itakuwa ni jasho kubwa sana tunalitoa ili kuweza kudumisha muungano wa nchi hii kuu ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Changamoto tuliyopita kama nchi mwaka jana wakati wa uchaguzi, nini kilikuwa kinashambuliwa? Ni upendo. Nini kinahitaji kurudi ili nchi ipone? Upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upendo utarudi na nchi itapona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu sisi wa Tanzania kwa asili ni watu tunapendana. Ndio msingi tuliowekewa na baba yetu wa taifa. Hatuangaliani kwa ukabila. Mimi mpaka hata sijuagi kwamba kabila langu na la Dickson ni tofauti. Ni mpaka kumbe unatoka Kagera na mimi natoka Arusha. Kwa sababu unajua sisi hatuna mikoa, hatuna nchi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mikoa ipo for administrative purposes na sio kuwagawanya watu wa nchi yetu kuu ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unapoona mikoa ni kiutawala. Lakini sisi tunaoana, katoka Kagera, kaenda kwa Msoma, nimetoka Arusha, nimeenda kwa Mtwara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma day school nyumbani kwenu, yani wewe uko hapa Moshi, serikali itahakikisha high school inakupeleka Lindi. Ukienda kusoma, watahakikisha wanakupangia kazi Kigoma. Alafu tu kuna namna tu utajikuta wewe Mchaga umeoa mtu wa Songea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Upendo ndio nguzo, sio ya kanisa tu, ya nchi yetu kuu ya Tanzania. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua, tunapoomba kwa ajili ya nchi yetu, ili jambo sio la kanisa tu. Tunapoomba kwa ajili ya nchi yetu vile vile, tuibane roho ya chuki, tuachilie roho ya upendo. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu apewe sifa. Wajua mimi napenda anavyosema kwenye zile sifa za upendo, anasema upendo haushindwi neno wakati wowote. Na ndicho ambacho kitatuvusha kama nchi ya Tanzania, na tutavuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua upendo unatambua uniqueness ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu inatuunganisha katika diversity yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaweza nikaona tofauti kabisa mimi na Bishop Dickson, lakini upendo wa Mungu unavyotuunganisha wala usijue tumetofautiana wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo upendo ndio lililo kuu. Ndio lililo kuu. Na adui anajua, sio kwa habari ya kanisa tu, anajua hata kwa habari ya nchi ya kwetu. Na nini maana ya kanisa kuwepo katika nchi alafu nchi inavurugwa? Yaani tunakuwepo kama chumvi ili kuathiri katika nchi yetu. Kwa hiyo upendo huu uwepo katika kanisa la Mungu katika nchi ya kwetu, lakini ukamiminike kwa wananchi wakuu wa hii nchi kuu ya Tanzania. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili tunalipata kwenye Wagalatia sura ya 5 na mstari ule wa 6. Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 6 anasema, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Ukifulia kwenye upendo, imani yako haiwezi kuwa imara. Yaani ukifulia kwenye upendo, utafulia kwenye imani, na ukifulia kwenye imani, utafulia kimaisha. Kwa sababu mwenye haki anaishi kwa njia gani jamani? Kwa njia ya imani. Ukienda kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Waebrania, ni kama kila kitu ndugu yangu kinafanyika kwa imani, na kinachofanya imani ifanye kazi ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. So love is the power generator behind faith. Ndicho kinachofanya imani ifanye kazi. Kwa kama kuna eneo unahitaji Mungu akusaidie binafsi, anisaidie binafsi, ni kwenye eneo la upendo. Shetani akitaka kuvunja miguu ya huduma yoyote, familia yoyote, ndoa yoyote, watu wowote, atavunja miguu yao ya upendo. Atavunja miguu yao ya upendo. Kwa sababu akishavunja upendo, yani hapo ni ngumu sana kumwamini Mungu. Na Biblia nasema kwamba mtu akwenda amepungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapae watu wote kwa ukarimu pasipo kukemewa, naye atapewa. Ila, unaona anasema ila, aombe kwa imani. Sasa umeshafulia kwenye upendo, unaombaje kwa imani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la pili, upendo ni muhimu kwa sababu upendo ndio unafanya imani yetu ifanye kazi. Love makes our faith active and fruitful. Imani inafanya upendo unafanya imani yetu itende kazi na izae matunda. Jambo la tatu, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Anasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kwa kama hatuko vizuri kwenye upendo, kuna vitu katika Mungu hatutakaa tu experience, kwa sababu kuna vitu ambavyo hakuna jicho limewahi kuona. Yaani hakuna desa lake, hakuna ushuhuda wake mahali pengine popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, hayajaingia katika moyo mwanadamu yeyote, jumlisha mimi na wewe, ni mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Kwa hiyo tunapompenda Mungu, kuna vitu ameviandaa kwa ajili yetu ambavyo vitatushangaza mno. Hatujawahi kuviomba, hatujawahi kumwamini yeye kwa ajili ya hivyo, hatukuwahi kutegemea wala kutarajia, na Mungu ataenda kutufanyia. Nakumbushwa hapa kuna andiko, nafikiri ni kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 10. Hebu tuende pale. Kutoka 34 na mstari wa 10. Kutoka 34:10. Anasema, akasema,
Tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote. Sasa hii miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote ndio ile jicho halijaona, sikio halijasikia, wala haijaingia moyoni mwa mwanadamu. Lakini sharti ili kuona hivi vitu vimeandaliwa kwa ajili ya wale wanaompenda Mungu. Wale wanaompenda Mungu. Na unajua kama ambavyo tutakwenda kuona, kama sio ibada hii itakuwa kwenye ibada inayofuata, lakini utaikuta kwenye account ya MTBC ya YouTube, utakuta hilo fundisho litapandishwa huko. Tutakuja kugundua kwamba hakuna kumpenda, yani hamna swala la kumpenda Mungu kujipenda na kumpenda jirani yako. Yani kila kitu ni kumpenda Mungu. Ukishampenda Mungu utajipenda, ukimpenda Mungu utampenda jirani yako. Yani kwanza ni kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani usipompenda Mungu inakuathiri mpaka wewe unavyojiona, unavyojikubali, unavyojibeba, unavyojiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna neno moja gumu sana kwenye sayansi tiba huko kwenu, Bishop Mtalitinya, yani sijui kama naweza nikalisema, lakini love is therapeutic, sijui wanasema therapeutic. Yani upendo unatibu kisaikolojia. Sasa kisaikolojia, lakini vile vile sio kwamba unatibu tu kisaikolojia. Kuna magonjwa mengi sana yanatibiwa na upendo, lakini hatujui. Na ndio maana mahospitalini kuna muda wa wagonjwa kuonwa na ndugu zao. Unafikiri wanaenda kuonwa ili wakaangalia wanatibiwaje? No. Ili wakasikie pendo, ili iweze kuharakisha uponyaji na recovery ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna utafiti ulifanyika Marekani, watu ambao wanatibiwa alafu hamna anayewatembelea, na wale watu ambao wakiwa wanatibiwa kuna watu wanawatembelea, alafu wakaangalia vile vile wale ambao wanatibiwa alafu wale wanaowapenda wanakaa nao wakati wote ule wanaotibiwa. Waliona response tofauti sana kwa tiba kwa kila kikundi. Na wakafika mahali na kutambua kwamba upendo ni kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lile andiko, hebu tulimalizie, mtu wa Mungu wa thamani. Nisome tena, akasema tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote, wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana. Sasa ili wale watu ambao tunakaa katikati yao Moshi waione kazi ya Bwana, lazima kuwe na miujiza ambayo inatendeka MTBC, ambayo haijatendeka mahali pengine, ambayo ina fall sasa chini ya lile andiko la Wakorintho wa kwanza 2:9, mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala haijaingia moyoni mwa wanadamu, lakini ni mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Wampendao. Ina maana kwamba ukimpenda Mungu, mimi najua kwamba itabadilisha matunda yatokanayo na maombi tunayoyaomba. Kuna maombi mengine inakuwa ni ngumu sana kujibiwa kwa sababu pendo la Mungu halipo katikati yetu. Halipo katika maisha yetu, halipo katika familia zetu, halipo katika ndoa zetu, halipo katika makanisa yetu. Pendo la Mungu ndio linasababisha mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala haijaingia katika moyo wa mwanadamu. Jambo la 4, yako 10. Jambo la 4 tutalipata kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Warumi sura ya 8 na mstari wa 28. Romans chapter 8 verse 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote. Naona hiyo? Yaani swala la upendo wa Mungu ukiwepo, haijalishi mazingira. Hebu sema pamoja nami, upendo wa Mungu ukiwepo, haijalishi mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo sio kwamba Mungu anafanya kazi katika mambo yote tu na yeyote. Anafanya kazi katika mambo yote na wale wampendao. And we know all things work together for the good of those who love God. So if I do not love God, all things will not work together for my good. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kanuni tu ya ufalme. Kwa hiyo usihangaike, Mungu tumia hii hali kwa utukufu wako. Mpende Mungu, ataitumia kwa utukufu wake. Pende Mungu, ataitumia kwa utukufu wake. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote
Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo ukitaka kila jambo unalolipitia Mungu alitumie, liwe chanya au hasi, alitumie kwa ajili ya kusababisha mema katika maisha yako, basi umpende Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5, Zaburi ya 91 mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Zaburi ya 91 14 mpaka 16. Biblia inasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Kwa hiyo yani kupenda sio default setting yetu. Yani sisi sio kwamba tunapenda tu. Yani lazima ufanye bidii ya ziada kupenda. Lazima ufanye bidii ya ziada kupenda. Na upendo unaonekana katika matendo. Katika matendo. Katika hizi siku chache ambazo nimekuwepo hapa, mara nyingi kwa sababu baba amekuwa akiwa yuko kule site. Kwa hiyo nimekuwa nachukuliwa na mama au kuja kanisani au wakati tulikuwa tunaenda kule uwanjani. Kuna vitu vidogo vidogo anavifanya ambavyo ni matendo ya upendo. Yaani anaweza akawa anatoka akasimama akamsemesha mshirika, alafu akamsifia umependeza, alafu akamwambia ninakupenda. Inaonekana ni neno dogo, lakini ni jambo kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bishop, unajua unaweza kumwambia mtu nakupenda, alafu kawe ndio mtu wa kwanza kumwambia unampenda kwa miaka 10 yote iliyopita. Wa kwanza umemwambia kwamba unampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana mimi binafsi napenda sana salamu ya kukumbatia. Kwa sababu hata kama sikio lako halisikii kwamba nakupenda, siwezi nikakuweka kifuani usijue nakupenda. Yaani haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana kabla ya mbingu kulikuwa sio na sikio la Ibrahim, kulikuwa na kifua cha Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo fanya bidii ya kumwonyesha mtu unampenda. Alafu upendo sio lazima uwe kwenye matendo makubwa sana. Na unajua dada Eliza, mama Eliza, unaweza tu kwenye gari tu ukaweka mfuko wa pipi, pa. Alafu wakati tunatoka unateremsha kioo, njoo. Bwana asifiwe, amen. Ubarikiwe. Unachukua pipi 2 unampa. Yaani mtu anaweza kafikiri umempa pikipiki hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya upendo. Unajua zawadi, swala sio ukubwa wa zawadi. Swala ni kwamba ulinifikiria. Si ndio? Ulinifikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati hili somo Katibu Teddy alikuja kanisani Jumapili 2-3 zilizopita nafikiri. Tunaendelea nalo kanisani. Sasa ile Jumapili iliyokuja, wakati nafundisha, kuna dada mmoja, wakati niko pale nazungumza, nilisisitiza kidogo kuhusu matendo ya upendo. Ndani ya moyo akajisikia akitoka kwenye ibada, Mungu alikuwa amembariki kidogo na kafedha fulani kwenye msimu huo, akitoka kwenye ibada apite sokoni, afanye shopping kwa ajili yake, afanye shopping kwa ajili ya majirani zake 5. Afanye shopping kwa ajili ya yani sio kwamba ni kitu kikubwa sana amenunua. Alafu akarudi akaingia nyumbani kwake, afa akapita kwa majirani akaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndipo akasema sasa tunajua kwamba umeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Sio shamba rakatata unaamsha majirani. Upendo ndo unafanya watu wajue. Sasa kwanza wakituangalia sisi wenyewe tunasemana. Unajua tunaposemana mbele ya watu ambao hawajaokoka, sema mbona Yesu ana kazi huyu? Kwa sababu Yesu alisema amri hii mpya na waachieni, pendaneni ninyi kwa ninyi. Afu akatupa kiwango cha kupendana, kama mimi nilivyowapenda ninyi. Anasema hivi ndivyo watu wote watakavyojua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya bidii ya kupenda. Unajua sio afya. Hebu sema pamoja nami, sio afya. Yaani wewe unakuja alafu strategically unakaa kiti cha nyuma. Na sio mbaya kukaa kiti cha nyuma. Hebu sema si mbaya kukaa kiti cha nyuma. Sio mbaya. Lakini sasa wewe strategy unakaa ili hapa anayefunga ibada tu akisema amen unatokea mlangoni umepotea. Mimi namfuata tu Yesu kanisani. Sikia, kanisani tunamfuata Yesu
na watu wengine ambao Yesu amewaokoa. Ndicho kinachotuleta kanisani. Sababu kanisa sio darasa. This is a community of believers. Hii ni jamii ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dynamics za community lazima ziwepo kanisani. Alafu sisi jamani, tusisahau sisi sio wazungu. Sisi ni Waafrika, alafu tena Watanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Watanzania tunapendana. Yaani moja ya kitu cha kwanza ambacho unakutana nacho kitumbukia tu Kenya hapo, utagundua kwamba hawapendani. Tofauti na sisi. Tofauti na sisi. Yaani mimi sasa hivi hapa naweza nikashuka madhabahuni nikaenda kwenye familia naona imekaa pale nyuma, nikasema baba, yaani bila taarifa naambia baba, leo naenda na wewe, baba na mama naenda na wewe nyumbani leo kwenda kula, na hata nikatalia na nitaenda, na nisipowekea luku wataenda kuchinja kuku ambao hawakupanga kuichinja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu Tanzania sisi ni watu wa upendo. Sio lazima nitoe taarifa kuja kwako. Yaani uzungu ndio umetufanya kwamba unakujaje kwangu bila appointment. Kwani nakuja ofisini, nakuja nyumbani kwako? Nakuja nyumbani, nakuja kukusalimia, nakupenda, ndio maana nakutembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na hauwezi ukaingia kwenye nyumba ya Mtanzania alafu uondoke hujala hujanywa. Ukitaka kumkwaza Mtanzania, wajifanye unamtembelea umefunga, utamkwaza. Sababu yani unaona kitu cha kwanza ukiingia tu, wakati umekaa na baba, mama amekimbia jikoni. Yaani hata kama hamna chakula itapikwa chai, mkate, siagi, mayai. Unasema nimekuja kufeast, nimekuja kuwatembelea. Ndio upendo ulivyo. Tupendane kwa bidii. Mungu ni upendo. Huwezi kusema Mungu yuko hapa alafu upendo hauko hapa. Haiwezekani. Alipo Mungu kuna upendo, na namna ya kujua yupo ni kwa sababu ya upendo uliopo. Na watu wa Mungu wa thamani, upendo una gharama. Weka muulize Yesu, atakwambia ili mgharimu kuacha utukufu, ili mgharimu kufanyika mwanadamu, ili mgharimu kuwa mtii hata mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hebu angalia matokeo ya upendo wake. Na hili ni kusanyiko moja tu kati ya maelfu ya kusanyiko katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo pale, hebu turudi kwenye ile andiko. Turudi kwenye ile andiko, anasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Sasa huwa mtu sio lazima ujisifie unampenda Mungu. Tutajua unampenda kwa sababu unapenda watu. Maana utampendaje Mungu usiyemuona alafu watu nao waona uwapendi? Ina maana kama unampenda Mungu usiyemuona, automatically utawapenda watu ambao Mungu amewaumba na amewaokoa. Afu usisahau amekuunganisha nao kwenye kusanyiko hili moja. Kusanyiko moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yoyote ambaye ana busara, kati ya usia atakayeachia watoto wake wapendane. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu hakuwa baba, lakini kumbuka alifanywa na Mungu kuwa baba juu ya Farao. Aliwapa ushauri gani ndugu zake wakati wanarudi kwenda kumleta baba yao Yakobo? Akasema msigombane njiani. Yaani kimsingi pendaneni. Sababu Yusufu anajua nini maana ya kutokuwepo na upendo katika familia. Wewe fikiria watu wa familia moja na yeye wamezaliwa kwa baba mmoja, alafu walitafuta kumuua kwa sababu tu ya ndoto na maono alionayo. Kwa hiyo anasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Kwa hiyo kaza kumpenda, na hasa unahitaji kukaza kumpenda Mungu ambaye itajidhihirisha katika namna unavyojipenda na namna unavyopenda watu wake. Itajidhihirisha kwa namna hiyo. Anasema nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa hiyo upendo wa Mungu katika maisha yetu unatuhakikishia kuokolewa na kila hali ambayo tunaipitia. Sasa anaweza asituokoe pale tunapotaka atuokoe, kwa sababu kuna mambo mengine tunayapitia kwa sababu fulani ya kimungu. Kuna kitu anakishughulikia, kuna kitu anakiondoa kwa sababu ya kiwango kinachofuata cha baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuokoa na kumweka palipo juu. Kwa hiyo kuna nafasi ya juu kwa ajili ya kila mmoja wetu. Lakini sharti mpende Mungu. Sharti ni kumpenda nani jamani? Kumpenda Mungu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Kwa sababu ukimpenda Mungu utamjua na utajua jina lake. Mstari unaofuata.
Anasema ataniita nami nitamwitika. Unaona, athari ya upendo haipo tu kwenye kuokolewa na kupata promotion, kuinuliwa. Athari ya kumpenda Mungu ipo katika maombi yetu pia kujibiwa. Maombi yetu wengi hayajibiwi kwa sababu issue ni kumpenda Mungu. Yaani kuna watu ukimwona tu anaomba, yaani kuna swala linamtesa, linamsumbua. Yaani yeye swala la kuwa na maombi kwa sababu anajenga mahusiano na Mungu halipo. Kule Dar es Salaam tuna chumba cha maombi, tunaomba. Yaani katika ibada 6 nafikiri tulizonazo katika wiki 5 ni ibada za maombi. Sasa kuna watu nikiwaonaga mimi kwenye chumba cha maombi najua kimeumana. Kimeumana. Kwa sababu swala la kuomba kama kitu cha kujenga mahusiano na Mungu hakipo. Mara ya mwisho sijui ni lini niliomba ili Mungu afanye kitu katika maisha yangu. Na the strong prayer life I have, sikumbuki. Na kwenda kuomba, nina maisha ya maombi kwa sababu najenga mahusiano na aliyeniokoa na ninayemtumikia. Hivi ninamtumikiaje Mungu ambaye simjui? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ataniita nami nitamwitikia. Anasema nitakuwa pamoja naye taabuni. Upendo kwa ajili ya Mungu unatuhakikishia uwepo wa Mungu uliodhihirishwa katika maisha yetu. Nitakuwa pamoja naye taabuni. Kwa hiyo haitatokea hata mara moja wewe huhisi uwepo wa Mungu katika maisha yako. Na niamini nikikwambia, yaani swala la kuwa na uhakika wa uwepo wa Mungu maishani mwako, Bwana Yesu asifiwe sana, ni moja ya vitu ambavyo vitakubeba sana katika maisha magumu, mapito, majaribu, mioto ya maisha. Ile unajua tu kwamba Mungu yuko pamoja nawe, una relax. Nitamwokoa na kumtukuza. Ambayo hiyo imejirudia toka mstari wa 14, mstari wa 16. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Si unapenda kuishi maisha marefu? Zaidi ziko funguo kadhaa kwa ajili ya maisha marefu, mojawapo ikiwa kuheshimu wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyingine ni kumpenda Mungu. Unapompenda Mungu utashibishwa kwa siku nyingi. Na mimi huwa napenda kusema hivi, yaani mimi sioni kama kuna point nyingi. Mimi naona kuna point moja tu ya kumpenda Mungu, kwa sababu ukimpenda Mungu utaheshimu wazazi. Ukimpenda Mungu hutakubali stress ikae moyoni. Ukimpenda Mungu utajali mwili aliokupa, utapumzika vya kutosha, utakuwa makini unavyokula, utakuwa makini na maisha yako ya mazoezi, utaweka mbali kabisa misongo. Hebu mgeukie jirani yako mwambie kaa mbali na misongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Oya nasemaga hivi, mahusiano yanatakiwa kuflow by gravity. Ukiona mahusiano unayafungia pampu, achana nayo. Achana nayo. Yaani inabidi yasababishwe. Yaani utumie nguvu. Yaani kidogo tu usipomtumia mtu message anasema kwa nini hujanitumia message? Achana na mahusiano ya hivyo. Yatakukondesha, yatakuzeesha, yatakutoa mvi mpaka kwenye nyusi za macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mahusiano yana flow by gravity yenyewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani mahusiano ya siku hizi yaani ukisikia mahaba ni uwe, ndio siku hizi. Kwa sababu watu wanatumia nguvu nyingi sana kufanya hivyo. Mpende Mungu kwanza. Unajua watu walio kwenye mahusiano, mume na mke, watu wanaotegemea kuoana, wakiwa katika mahusiano na wakaweka uzito kwenye uhusiano wao na Mungu, kuna kitu tunaita pembe tatu ya upendo. Yaani kwa kadiri mnavyomsogelea Mungu ndivyo nyinyi mnavyosogeleana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo ni kila kitu. Kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamuonyesha wokovu wangu. Jambo la sita Kutoka sura 20 mstari wa 6. Hii neno la ajabu sana. Jambo la 6. Kwa nini nipende? Kwa nini nahitaji kuwa na upendo wa Mungu ndani yangu? Kutoka 20 mstari wa 6. Kutoka 20 mstari wa 6. Exodus. Naona mnatafuta Kiingereza sijika the book of going out. Exodus 26. Kutoka 20 mstari wa 6. Haleluya. Anasema nami na warehemu maelfu elfu wanipendao. Sijui umeona haya maneno hapo? Yaani sio mpaka ujitingishe, utoe machozi. Mungu ni rehemu, we mpende. Rehema za Mungu hazitapungua katika maisha yako.
Rehema za, na mtu wa Mungu wa thamani, tunahitaji rehema za Mungu zitembee pamoja na sisi. Rehema ya Mungu ni tabia ya Mungu inayozuia hukumu ya Mungu juu ya makosa na dhambi ambazo watu wake wanazifanya. Ukishaokoka katika safari ya kuelekea ukamilifu, cheo cha ukamilifu au cha utimilifu wa Kristo, kuna makosa tutafanya njiani. Na kama kuna makosa utafanya njiani, Mungu mwenye haki anatakiwa kukuadhibu kwa sababu ya hayo makosa, sababu ni Mungu mwenye haki, ni hakimu wa dunia, he is the judge of all the earth. Lakini kuna tabia ya Mungu, the mercy of God. Mercy of God, rehema ya Mungu inazuia hukumu ya Mungu juu ya makosa na dhambi, na kutoa nafasi kwa watoto wake waweze kukua, wafike mpaka mahali ambapo wanashinda maeneo hayo wanayokosea na kumtenda Mungu dhambi. Nami na warehemu maelfu wanipendao. Moyo wa mtu unayempenda Mungu hauwezi kabisa kufurahia dhambi. Hauwezi kabisa kufurahia dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiri kwenye kitabu cha, hebu tuangalie Zaburi 34. Zaburi 34 mstari wa 18. Hebu tuangalie pale. Zaburi ya 34 na mstari wa 18 anasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Sasa hii kuvunjika moyo sio kuvunjika moyo kwa sababu umeumizwa, lakini kuvunjika moyo kwa vile unavyoumia kwa lile kosa au ile dhambi ulioifanya. Kuvunjika moyo. Na waliopondeka roho huwaokoa. Nafikiri pia Daudi alilizungumza hili kwenye ombi lake la toba. Nafikiri Zaburi ya 51 kama sikosei mstari wa 17. Zaburi ya 51 mstari wa 17, hebu tuangalie. Hebu tuanze 16. Na tunaposoma huu mstari, tunasoma katika muktadha wa kujua kwamba hii zaburi ilikuwa ni zaburi ya toba. Zaburi ya toba. Mara nyingi tunapokosea tunapenda kujiadhibu kwa dhabihu. Kwa sababu nimekosea, ngoja nifunge 3 kavu ili Mungu anisamee. Haiendi hivyo. Hebu mwambie jirani yako, haiendi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja ninune wiki nzima ili Mungu aone nimenuna na nimesikitika sana kwa sababu ya kile nilichofanya, ndipo atanisamee. Haiendi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maana upendezwi na dhabihu. Sasa anazungumzia dhabihu katika nuru ya kosa alilofanya. Na wakati huu mtu alikuwa akikosea, inabidi atoe dhabihu, sadaka ya amani, sijui sadaka ya kosa, sijui sadaka ya dhambi, sijui sadaka ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana upendezwi na dhabihu, au ningeitoa, wewe uridhii sadaka za kuteketezwa. Angalia mstari wa 17. Dhabihu ya Mungu, hii ni sadaka ambayo anaipokea, ni roho iliyovunjika. Yaani imevunjika, imenyenyekea, imeshuka, imekubali. Mungu, nakubali kwamba nimekosea. Bwana Yesu asifiwe. Moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapompenda Mungu, rehema za Mungu, lakini moja ya vitu ambavyo lazima tuwe makini navyo sana kwenye rehema ya Mungu ni tabia ya unyenyekevu. Tabia nini jamani? Ya unyenyekevu. Nafikiri ni Moses Bliss yule aliimba, anashangazwa sana na rehema za Mungu. Yaani ukiona anaimba vile na nyimbo ila uwepo wa Mungu, anajua anachokiimba, anajua wapi alizihitaji, na inawezekana alijikatia tamaa, afu rehema ya Mungu ikaja ikambeba na ikamvusha. Bwana Yesu asifiwe. Uhakika wa rehema za Mungu ni kwa wale wanaompenda. Ya 7 na ya mwisho kwa ajili ya ibada hii ya kwanza, alafu zingine nitaendelea nazo kwenye ibada ya pili, kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17. Mithali sura ya 8 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, na wapenda wale wanipendao. Sasa unajua tulifundishwaga kwamba the love of God is unconditional. Sawa? Lakini hapa kwa nini anasema hivi, na wapenda wale wanipendao? Afu kwa nini Yesu alisema mtu akinipenda atazishika amri zangu na Baba yangu atampenda? So the love of God is conditional.
Kwa hiyo naweza nikasema ndio, kuna upendo ambao Mungu anautoa bila masharti, lakini uko upendo ambao hutauona kama umpendi. Yaani kuna kiwango cha upendo wa Mungu huwezi ukawa experience maishani mwako kama wewe umpendi. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Of course hapa sasa tunaelewa kwamba kama ninampenda na yeye ananipenda, namna atakavyoitikia maombi yangu, atakavyoitikia kule kumtafuta kwangu, itakuwa ni kwa haraka zaidi kuliko yule mtu ambaye hampendi, kwa sababu Mungu anaguswa na upendo. Upendo ni kitu ambacho lazima kireciprocate kati ya Mungu na kiumbe wake, kati ya Mungu na mtoto wake, kati ya mtoto wa Mungu na mtoto mwingine wa Mungu. Usiwe mtu ambaye unapenda siku zote wewe upendwe tu. Jifunze na wewe kupenda. Upendo ni moja kati ya vitu viwili. Upendo au ni mbegu. Upendo pia ni mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mbegu kwa sababu sisi tunatakiwa kuitoa kwa kuwapenda wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mavuno kwa sababu tunapenda wengine nao watatupenda na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa napenda kusema hili tena na tena kwenye kanisa la Dar es Salaam. Usiseme hili kanisa halina upendo. Anza wewe kulionyesha kanisa nini maana ya upendo kwa kupenda watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukisema kanisa halina upendo, maana yake wewe pia huna upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upendo una gharama. Upendo una gharama. Yakobo alimpenda Raheli. Alafu akawekewa bride price ya kumtumikia baba mkwe kwa miaka 7 ili ampate Raheli. Na Biblia inasema kwamba ile miaka 7 ilikuwa kama siku chache tu kwa upendo aliokuwa anampenda. Unajua uzuri wa kumpenda Mungu itafanya utumishi wetu kwake uwe bila majuto. Kiwango cha kujitoa kwako kwa Mungu kinaamuliwa na upendo ulionao kwa ajili ya Mungu. Upendo ulionao kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mimi napataga nafasi ya kutembea nikija kama Moshi hivi. Tunapata nafasi. Kwa sababu sibanwi na majukumu ya kitumishi Moshi kama ambavyo nabanwa nayo Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam sina maisha mengine zaidi ya kumtumikia Mungu. Usiponikuta nyumbani, utanikuta ofisini. Usiponikuta ofisini, utanikuta nyumbani. Huyo Carlos ambaye umemkuta mahali pengine popote, sio mimi. Yaani mimi huwezi kunikuta mahali pengine popote. Na ni kawaida. Bishop sasa hivi ni kawaida, naweza nikaingia ofisini Jumatatu. Kama hii tunaingia kwenye wiki ya maombi next week. Nikiingia ofisini Jumatatu, natoka baada ya mkesha Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe. Na sioni kama nafanya kitu kizito sana. Na miaka 58. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina nguvu zaidi leo kuliko niliyokuwa nayo miaka 30 iliyopita. Nini kinanibidisha namna hii? Upendo. Nampenda Mungu na wapenda watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nina a very tight schedule Dar es Salaam. Nafanya nini Moshi saa hizi? Ninawapenda watu wa Moshi. Ninampenda Bishop Dickson na mke wake na familia yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nakuja wala sioni ni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutakuwa na ibada 3 tutamaliza jioni. Tena nitapumzika kidogo. Mapema asubuhi napanda ndege kurudi Dar es Salaam. Nikiingia tu Dar es Salaam tunaanza mfungo wa siku 7. Na mfungo wa siku 7 sio maombi yale ya jioni tu nayoongoza. Mimi kuanzia napoingia ofisini ni kuomba na kusoma mpaka hiyo napenda kuonana na watu. Kwa hiyo nina a very tight schedule. Imeanza Jumatano, itaisha Jumapili ijayo. Nini kinanisukuma namna hii? Nampenda Mungu na wapenda watu wake. Period. Hamna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini naweza nikafunga kwa muda mrefu na wala nisisikie na shida? Nampenda Mungu. Usiponikumbusha kula sili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugomvi nilionao na mama, kwa nini uli mchana? Naambia mama, mimi asubuhi na jioni inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mpende Mungu. Hebu mgeukie jirani yako mbie mpende Mungu. Kama umekaa na mke wako na mume wako, wewe mwambie usivute akupende wewe. Wewe mwambie ampende tu Mungu. Utashangaa atakavyoongeza kukupenda wewe.
ataongeza kukupenda wewe, kwa sababu akimpenda Mungu atakutana na neno linamwambia mume penda mke kama Kristo alivyolipenda kanisa. Automatically anakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua sisi wanaume it is natural to love. Wanawake nyinyi inabidi paka mjifunze. Ndio maana wanawake wazee wawafundishe wanawake vijana kupenda waume zao na kupenda watoto wao. Wanawake, unajua watu wanafikiri kwamba wanawake ni rahisi kupenda wanawake inabidi wapelekwe shule ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namna rahisi ya mwanamke kumpenda mume, kwa sababu mwanamke hajawahi kuambiwa apende, aliagizwa atii. Ila wanawake wazee wameona hawa baba nao wanahitaji jamani, tunahitaji kupendwa. Sisi sio vyuma. Sisi ile nguzo inayobeba jengo. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi vile vile ni emotional creatures. Tunahitaji kupendwa, lakini sasa tunapompenda Mungu automatically utajua tu jinsi ya kumpenda mwenzako, utajua jinsi ya kupenda watoto wako, utajua jinsi ya kupenda wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla sijarudisha ibada kwa Bishop Dickson, hebu naomba pale ulipo, hebu muombe Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Warumi 5:5, anasema pendo la Mungu limemiminwa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu. Lakini vile vile inasema kwenye Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22, tunda la Roho ni upendo. Yaani la kwanza kabla mengine yote ni upendo. Tunda la Roho maana yake matokeo ya kazi ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu ni upendo. Hebu muombe Mungu akusaidie uweze kuwa na bidii katika kupenda. Paulo aliwaandikia Wathesalonike akasema kwamba siwaambii jinsi ya kupendana, kwa sababu mmefundishwa na Mungu mwenyewe jinsi ya kupendana. Kwa hiyo hebu muombe Mungu akusaidie umpende. Yani cha muhimu hapa ni umpende. Na ukishampenda, upendo wa kujipenda wewe na upendo wa kumpenda jirani yako kama nafsi yako utakuja wenyewe. Baba, katika jina la Yesu, asante tena kwa ajili ya neno la uzima ambalo tumelisikia asubuhi ya leo. Asante kwa sababu nilikuwepo ili kulisikia hili neno. Unasema katika neno lako tusiwe wasikiaji tu, bali tukawe watendaji wa lile neno ambalo tumelisikia. Nakumbuka Yesu, kuna yule mama ambao ulimwokoa asipigwe mawe kwa sababu alikamatwa katika tendo la zinaa, lakini baadaye ukamwambia nenda na usitende dhambi tena. Ndani ya maneno yako yale Yesu, kulikuwa na nguvu ya kumwezesha yule mama aishi unachomwambia. Ninaamini Mungu pia katika neno tulilolisikia asubuhi ya leo, iko nguvu na neema ndani yake kutusaidia tuweze kukua katika namna tunavyokupenda. Maana tunatamani kuvuna matokeo ya huu upendo kama ambavyo tumejifunza katika somo la asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, wewe uliyefanya makazi yako ndani yetu, mimina hilo pendo la Mungu ndani yetu katika jina la Yesu. Tukampende Mungu zaidi, tukajipende zaidi, tukapende majirani zetu kama nafsi zetu zaidi katika jina la Yesu aliye hai. Tunaomba kwa ajili ya kanisa la mahali, watu wanapokuja katikati yetu wakakutane na upendo wa ajabu tulionao sisi kwa sisi na ule ambao tuko tayari kuuonyesha kwao, na upendo wa ajabu tulionao kwa ajili ya Mungu ambaye ametuokoa, Mungu tunayemwabudu, lakini vile vile Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ambaye tunakutumikia. Baba, sifa, heshima na utukufu tunakurudishia katika jina la Yesu aliye hai, na mtu mmoja aseme amen. Hebu mpe Yesu sadaka nzuri sana ya makofi. Haleluya. Karibu askofu. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Makofi tena kwa Yesu. Haleluya. Baba, tunashukuru sana kwa neno hili na kwa haya ambayo tunaendelea kujifunza na kuyasikia. Ninakusihi sana kanisa la Mungu uendelee kufuatilia katika ibada zinazofuata katika YouTube, na utayakuta haya mafundisho katika sehemu inayofuatilia. Amina.